sina makazi mwali huyu inosita makomborero. Sina makazi mwali huyu inosita makomborero. Afrika dumedumu komborero. Makomborero. Yeah. Julius anauliza mwalimu, nisaidie angalau kupata idea ya wimbo wa makomborero. Africa will be saved. Yeah, sawa kabisa Julius. Najua bado uko stage za mwanzoni, lakini ukijua kupiga hizi kodi unaweza kupata idea ya kupiga wimbo huu. Unaweza kuupiga kwenye ufunguo wote, lakini mimi nimechagua C kwa sababu watu wengi najua mnafahamu hizi open chords au chords ambazo tunajifunza mwanzoni. Kwa hiyo hapa tuna kodi 4, ufunguo C, japo unaweza kutumia 3 peke yake, lakini ukitaka kuunogesha vizuri ujue hizo kodi 4. Kwa hiyo kodi ya kwanza ni C major. Kodi ya pili ni A minor. Kodi ya tatu ni F major. Na kodi ya mwisho ni G. Kwa hiyo ni 1 6 4 5. Funguo C. Na tunaweza kupiga hapa hiyo. Kwenye ufunguo C. Ndio maana mara zote nasisitiza lazima ujue kuziimba na kuzipiga solfege. Ifike mahali ukisikia wimbo upate ile tananana tararara 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 rara, ndio inakupatia idea. Unaona, ukikosea unasikia kabisa kwenye kichwa chako kwamba unakosea, na ndio dhana halisi ya kujifunza hizo solfege ukiacha huu wimbo binafsi. Kwa hiyo naposema kwamba ujifungie chumbani kwako au nenda porini ujue kuimba hizi do re mi fa sol la ti do, matumizi yake ndo haya: do ti la so fa mi re do, do ti la so fa mi re do, do re mi fa sol la ti do re mi fa sol la ti. Lazima uzijue kuziimba. Ikiwezekana imba kwa nguvu, kwa sauti, payuka unavyoweza ukiwa peke yako, kosea utakapokosea, lakini mwisho wa siku ujue. Kwa hiyo ukisikia wimbo unapoanza inakuwa ngumu, unahangaika kutafuta hizo, lakini mwisho wa siku lazima uzipate. Na hii haiji kwa uchawi ama kwa kuzaliwa mtu anajua kuna watu wana perfect pitch sawa, lakini mwisho wa siku lazima ujifunze uzielewe. Kwa hiyo hapa napiga angalau kupata ile vibe ya wimbo wenyewe, kwa sababu ni wimbo ambao uko na speed. Kwa hiyo hapa ninachofanya natumia gitaa la umeme, lakini unaweza kutumia acoustic au galaton. Natumia kidole gumba. Sina makazi mwali huyu inosito makombolero. Kwa hiyo C, A minor, F, makombolero. Kwa hiyo makombolero. Ile ni makomborero. Ni F, G, alafu C. Makomborero. Makomborero. Anyway, sijui maneno halisi jinsi yanavyotamkwa, na jaribu kuimba tu ninavyosikia ili upate idea. Kwa hiyo sina makazi mwali huyu inosito makomborero. Mara ya pili ile makomborero. Mara ya pili, kwa hiyo ni F, G, alafu C. Kwa hiyo makomborero.
hupu hupu, unasimama kwenye tonic kwenye C. Hupu hupu makomborero, hupu o Afrika dume dumu komborero, hupu. Kwa A minor unaanza kupiga tu C, F na G. A minor unaanza kuiweka tu kidogo. Sina makati wali huyu inosito makomborero. Kwa hiyo kama una hiyo inakusumbua, unaweza ukastrum mara moja tu kwa mtu anayeanza, hasa Julius, unasema hivi: sina makati mwari huyu inosito makomborero, o Afrika dume dumu komborero, umeona? Makomborero, yani F, G, C. Makomborero, makomborero, Africa will be saved. Africa will be saved. Makomborero, na pale mwanzo anaanza tatala tala tatata tatata tala tatata ile verse ya kwanza anavyoimba ile kwa kurap, wewe ili usikike vizuri unatakiwa umute, usipige hivi, itakuwa kama kelele. Lakini kama hujafika sehemu ya kumute au hujajua namna ya kumute, sio mbaya, lakini ukiweza hii itakuwa nzuri. Makomborero, hupu hupu, makomborero. Okay jamani, karibuni sana, subscribe kama bado, na imani Julius utakuwa umepata angalau idea ya kuanza nayo. Hii ni kwa beginner. Kwa wale ambao tayari tuko kwenye advanced level, kutakuwa na tutorial nyingine ambayo itakuwa ni ngumu kidogo kushinda hii, lakini hiyo ikupe idea namna ya kupiga rhythm na namna ya kusonga mbele. Asante sana kwa kutazama, subscribe kama bado, na Mungu akubariki.